ونصف العشر فيما قال فصل. ويجب العشر فيما سقي بغير مؤنة كالغيث والسيوف وما يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح، فإن سقي نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه 3/4 العشر، وإن سقي بهذهما أكثر من الآخر فاعتبر أكثرهما نص عليه. وقال ابن حامد يؤخذ بالقسط، فإن جهل المقدار وجب العشر. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، فإن قطعها قبله فلا زكاة فيه إلا أن يقطعها فرارا من الزكاة فتلزمه، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرير، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة سواء كانت قد خرست أم لم تخرس. وإذا ادعى تلفها قبل قوله قبل قوله بغير يمين. ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا، فإن يحتاج إلى قطعه قبل كماله لضعف الأصل ونحوه، أو كان رطبا لا يجيء منه تمر أو عنبا، لا يجيء منه زبيب، أخرج منه عنبا ورطبا. أخرج منه عنبا ورطبا. فقال القاضي يخير الساعي بين قسم مع رب المال قبل الجذاب وبعده بين بيعه منه أو من غيره، والمنصوص أنه لا يخرج إلا يابسا، وأنه لا يجوز شراء زكاته. فينبغي أن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا الصلاة في الثمر فيخرسه عليهم يتصرف فيه، إن كان أنواعا خرس كل نوع وحده، وإن كان نوعا واحدا فله خرس كل شجرة وحدها وله خرس جميع دفعة واحدة. ويجب أن يترك في الخرس لرب المال الثلث أو الربع، فإن لم يفعل فلرب المال الأكل بقدر ذلك ولا يحسب عليه. ويؤخذ العشر من كل نوع على حدة، إن شق ذلك أخذ من الوسط. ويجب العشر على المستأجر دون المالك، ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة، فيجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية ولا عشر عليهم، وعن عليهم عشران يسقط أحدهما بالإسلام. نعم. ثم قال فصل ويجب العشر. inawajibika العشر 1 من 10 بموجة ya 10 ijma'an kwa ijma'i ahli ilmi, moja ya 10 na kwa asilimia ni 10%. moja ya 10 kwa asilimia ni 10% fi masuqi bi ghairi mu'na, katika mazao ambayo yamenyeshelezewa pasi na gharama. Kalgai kama mazao ambayo yamenyeshelezewa na mvua, wasuyuh na suyuh jamu sayy wa huwa al-ma'u al-jari ala wajhi al-ard. jamu sayy ni wengi wa neno sayy wa huwa al-ma'u al-jari ala wajhi al-ard. Asayy ni maji ambayo yanapita ardhini, kwa hiyo yanapita yamenyeshelezea katika mashamba ya watu bila wao kutumia gharama. Wama yashrabu bi'uruqihi, na yale mazao ambayo yanakunywa kwa mizizi yake, yale mazao ambayo yanapata maji kwa mizizi yake. Wa huwa athari, na yanaitwa al-athari, mazao ambayo yanapata maji kwa kupitia mizizi. Kwa hiyo ikiwa mazao yamenyeshelezewa pasi na gharama, basi inawajibika al-ushur. Wa nisfu al-ushri fima suqiya bikhulfatin, na inawajibika nusu ya al-ushur kwa mazao ambayo yamenyeshelezewa kwa gharama. nisfu al-ushur moja sasa
moja ya 20 katika mazao ambayo yameshelezewa kwa gharama. Kwa mazao ambayo yameshelezewa kwa gharama. Asilimia ngapi? Kwa asilimia itakuwa ngapi? Mwalimu, asilimia ngapi? Moja 20. Asilimia 5. Moja 20 asilimia 5. Wale wanajua asilimia ngapi? 20. Au kusema asilimia 20 zitakuwa nyingi sana. Yaani itakuwa sasa kitu kizima kila gawe kwa 5 pia. Kwa hiyo ikiwa ambazo hajatumia gharama agawe mara 10, mmoja ndio atoe zaka. Kwa hiyo akitumia gharama agawe mara 5. Sasa watoa nyingi. Bali asilimia 5. Fahamta? Kadawali katika mazao ambayo yanashelezewa kwa gharama ni yale mazao ambayo yanashelezewa kwa ad-dawali. Jam'u daliya, jam'u daliyati, jam'u daliyati. Wa hiya ad-dawlab tudiruhu al-baqar. Wa hiya ad-dawlab daliya ni vifaa tudiruhu al-baqar, vinavozungushwa na ng'ombe kwa ajili ya kupata maji. Ng'ombe anakuwa zunguka na vile vifaa vinatoa maji. Wanawadih kadhalika ilivyokuwa an-nawadih jam'u nadih. Jam'u nadih ni wingi wa neno nadih, wa huwa al-ba'iru yustaqa alayhi. Wa huwa al-ba'iru yustaqa alayhi. Nadih ni ngamia ambayo anatumika kubebeshwa maji kwa ajili ya kwenda kunyeshelezea mazao. Kwa hiyo mtu anapokuwa anatumia hivi anakuwa anatumia gharama. Kadhalika mika yetu watu wanakuwa wanatumia mashine na mfano wake. Anasema fa in suqiya nisfu sana bihadha wa nisfuha bihadha fa fihi 3/4 al-ushr. Na ikiwa mazao yamenyesherezewa mwisho mwaka bihadha, yani bighairi mu'na, wa nisfuha bihadha, na nusu nyingine kwa hiki au kwa hili, yani bikulfa au mu'na kwa gharama, fa fihi 3/4 al-ushr. Basi tawajibika robo 3 ya al-ushr. Robo 3 ya al-ushr. Robo moja ya robo al-ushr moja ya 40. Kwa hiyo itakuwa robo 3 zake sasa. Robo 3 za al-ushr. Yani achokipata mgawa katika mafungu 10, fungu moja analigawa mara 4. Akishagawa mara 4, 3 ndo anatoa. Hii ndo 3/4 al-ushr. قال في المبدئ بغير خلاف نعلمه. قال في المبدئ amesema katika kitabu al-mubdi بغير خلاف نعلمه, basi na khilafu tunayoijua. 3/4 al-ushr, robo 3 ya al-ushr asilimia ngapi? Asilimia 7.5. Kwa hiyo al-ushr asilimia 10, nisfu al-ushr asilimia 5, 3/4 al-ushr asilimia 7.5. Sawa sheikh? Umeongeza mara kidogo? Sawa. Anasema wa in suqiya bi ahadihima akthara min al-akhar, na ikiwa yamenyeshelezewa moja wapo kimetumika zaidi kuliko kingine, yani imma kutumia gharama kumetumika zaidi kuliko kutumia gharama, au kutumia gharama kumetumika zaidi kuliko kutumia gharama, yani tabara aktharahuma, atazingatia kipi ambacho kimetumika kwa wingi kwenye kukuza yale mazao.
kwa hiyo hapa ndio sema itabara aktharahuma numuwan wa naf'an, kwa ile mazao na yale mazao kupata manufaa. Nasu alayhi kwa nasu Imam Ahmad. لماذا؟ لأن الأكثر يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام. لأن الأكثر وسباب الأكثر يقوم مقام الكل، ينسمام سهمي الكل في كثير من الأحكام. كذا حكم الأكثر نكون نسمام سهمي الكل katika hukumu zilizokuwa nyingi, kasaumi kama tulivyozungumza katika masala ya saumu. Masala ya saumu tunazingatia siku nyingi za mwaka, kadhalika hapa. قال القاضي أمسيما القاضي أبو يعلى بعدد السقيات uwingi tutaujua kwa idadi ya kule kunyeshelezea. Hapa tutajua wingi biadad as-saqiyat, kwa idadi ya kule kunyeshelezea. Waqila bi'tibari al-mudda, waqila bi'tibari al-mudda, na inasema kwa kuzingatia muda huko umetumika kitu kimoja wapo na huo muda uko mrefu kuliko muda mwingine, خلاص muda mrefu tutazingatia al-akthar. Lakini al-qadhi amezingatia kwa adad as-saqiyat. يعني كنا سوى إمام أحمد. وكان ابن حامد amesema al-Hasan ibn Hamid yu'khadhu bil qist, hapa atafanyia kazi kwa asilimia, atafanyia kazi kwa asilimia liwujubihi inda at-tamathul, liwujubihi inda at-tamathul, kwa sababu ya kuwajibika kwake wakati hizi hali mbili zinapokuwa zinafanana. Hiki ikawa sawa na hiki, hiki ikawa sawa na hiki, fakadha inda at-tafadhul, kwa hivyo utazingatia asilimia wakati wa kimoja wapo kuzidi. Kwa hiyo kama robo tatu ya mwaka ndio ambayo imetumika, خلاص asilimia za robo tatu tutachukua huko katika ile al-ushr wa hapa. Kwa hiyo kama muda kunishelezea mazao unakuwa ni miezi mingi ala sabili mitatu, miezi mitatu ikatumika bila gharama, mwezi mmoja kwa gharama, خلاص miezi mitatu atatoa zaka kwa asilimia zake na ule mwezi mmoja kwa asilimia zake wa haka. fa in juhila al-miqdar au fa in jahila al-miqdara wajaba al-ushr, na kiwango kio hakijulikani ni kipi ambacho kimekuwa kwa wingi na kipi kiko chini, basi atawajibikiwa na kutoa al-ushr. nasu alayhi kwa nasu Imam Ahmad, لأن الأصل وجوبه كاملا، لأن الأصل كسبب أصيل وجوبه كاملا نكوجبك بحال كامل، سبب أصيل نكوجبك بحال كامل. ثم قال وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر، na nafaka zitakapokuwa zimekomaa, namna kukomaa nafaka tushaeleza, wabada salahu thamar, na kukadhihiri kuiva matunda, wajibati zakaa, hapa zaka inakuwa ni yenye kuwajibika. wa huwa wakati al-wujub, na huo ndio wakati tunaita wakati al-wujub. wa huwa waqtu al-khirs au al-khars, na huo ndio wakati wa kukadiria, wakati wa saa kuja na kukadiria kwamba bana, kutokana na mazao haya yalivyo wewe utavuna kiwango kadha. Wako wataalamu namna hiyo. Natija tunaipata nini? Mwalimu anasema fa in qata'aha qablahu, ikiwa hayo mazao ameyakata kabla huu wakati wa kukomana nafaka na kudhihiri kuiva matunda, kabla, yani kabla wakati al-wujub, fala zakata fihi, hakuna zaka yenyewe. Kama mtu yale mazao ameyakata kabla wakati wa al-wujub, hakuna zaka. Yani mfano mtu alipanda mahindi
kabla yale mahindi yakomaa akapata jambo lingine ambalo anaona lina faida zaidi. Mfano ng'ombe akaona bana yale mahindi ngoja nikayakate nikalishe ng'ombe. Nazikana kwa kibili hapa tatu utapata maziwa mengi. Jambo likadhihiri, hakuna zaka. Illa an yaqta'aha firaran min az-zakah, isipokuwa atakapokata hayo mazao kwa sura ya kukimbia zaka, fatalzamuhu az-zakah, hapo zaka itamlazimu. Hapo zaka itamlazimu لأن الواجب لا يسقط بالحيلة. لأن الواجب لا يسقط بالحيلة بسبب واجب أو anguki kwa hila. Sababu wajibu haunguki kwa hila. Wala yastaqirru alwujub, na hakuthibiti kuwajibika zakat illa bij'aliha fil jarid, isipokuwa kwa hayo mazao kuyaweka katika aljarid. kuyaweka katika aljarid wa kadha fil bayda, na hivyo kuyaweka katika albayda. Aljarid na albayda tushazungumza katika vitabu vingine ambavyo tumetambulia. Kwa hiyo mazao yakivuna kupeleka katika albayda au katika aljarid, ni kifupi ni sehemu ambayo mazao yanakuwa yanakusanywa baada ya kuvuna. Hiyo ndio aljarid au albayda, au sehemu ukaushia mazao, hiyo ndio jarid au albayda. Kwa hiyo mazao yakishawekwa hapo khalas, zaka inakuwa ni yenye kuthibiti, uwajibu wake unakuwa ni wenye kuthibiti. Sasa matunda tunayoyapata kwa kugawa hizi nyakati kwa sura hizi ambazo tunazoeleza nini? Fa intarifat qablahu, ikiwa yale mazao yataharibika kabla ya wakati wa kuthibiti zaka, yani kabla wakati al-istiqrar, kabla wakati wa al-istiqrar, bighairi ta'addin minhu, bila yeye kufanya taaddi wala tafrid, wala kufanya tafrid. Yale mazao yataharibika bila kufanya taaddi wala tafrid. Taaddi maruf ndio, na tafrid maruf, sakata zakat, hapo zaka inaanguka. Zaka inakuwa inaanguka لأن قبل ذلك الوقت تكون الزكاة أمانة في يده. لأن قبل ذلك الوقت بسبب قبل يهو وقت، يعني قبل وقت والاستقرار تكون الزكاة inakuwa zaka amanatan fi yadi, ni amana katika mikono yake. Kabla wakati wal-istiqrar, zaka inakuwa ni amana katika mikono yake. Tukishasema amana katika mikono yake, maana yake kwamba hata idhamini hiyo zaka isipokuwa kwa taaddi na tafrid. Siku zote tukisema amana, hii kitu amana, hii kitu amana, hii kitu amana, maana yake kwamba mtu hatolipa isipokuwa kwa taaddi au tafrid. Kwa hiyo baada ya wakati wujub na kabla ya wakati istikrari wujub, huu wakati wote huu zaka inakuwa ni amana katika mikono ya huyo mkulima, hata wajibikiwa isipokuwa atakapofanya taaddi au tafrid. Amma baada wakati istikrar alwujub fala taskut mutlaqan. Amma baada wakati istikrar alwujub, zaka haianguki kwa namna yoyote ile. Ndio kama lazima ujue kwamba tukisema wakati wujub na wakati istikrar alwujub tofauti hizi nyakati. Baada ya wakati wujub na kabla ya wakati istikrar alwujub, zaka inakuwa ni amana katika mkono wake. Yale mazao yakiharibika kwa taaddi au tafrid anatoa zaka, na kama imeharibika bila taaddi au tafrid hakuna zaka. Na ikiwa baada ya wakati wa istikrar alwujub, hapo zaka haianguki kwa namna yoyote ile. Ni sawa amefanya tafrid au hajafanya tafrid. Na ndio maana akasema muallif sawaun kana kad khurisat au lam tukhras,
sasa mazao yalikuwa tayari yamefanywa khirs, yameshakadiriwa au hayajakadiriwa. Sasa yamekadiriwa au hayajakadiriwa, لأن القرص لا يوجب الزكاة. لأن القرص لا يوجب الزكاة، kwa sababu kule ukadiria hakuwajibishi zaka. Kule asai kwenda ukadiria huko kuwajibishi zaka. Wa idha da'a talafaha qubila qawluhu bighayri yamini. Yani wa idha da'a talafaha bighayri tafriq, na akidai kwamba mazao yameharibika pasi na kufanya tafriq wala ta'addi, na pasi na kufanya ta'addi, qubila qawluhu, kauli yake huyu mkulima itakubaliwa. Kwa nini kauli yake iwe ni yenye kukubaliwa? Sababu tushasema kuwa ile ni amana. Wala utuhima, tena kauli yake itakubalika hata kama atakuwa ni mwenye kutuhumiwa bighairi yaminin, pasina kiapo. Mtu akija kutuambia bwana yale mazao kweli yalikuwa yanaenda vizuri, lakini baadaye kumetokea maafa, yale mazao hamna tena, wametokea wadudu wamekula yale mazao, hamna tena, na yaliyokuwepo hayasikii kwamba utakutoa zaka, akisema hiyo sitafanyika, na ilikuwa ni amana kwake. Kwa hiyo kauli yake tutaikubali hata kama kimazingira tutamtuhumu kwamba lakini jamaa sio muongo tu kweli, lazima hataki tu kutoa zaka, tutaikubali kauli yake na hatutomwapisha. Kwa nini? لأنه خالص حق الله تعالى، لأنه خالص حق الله تعالى، فسوى hiyo ni haki ya Allah pure, hiyo ni haki ya Allah pure, fala yustahlaf fihi, fala yustahlaf fihi. Haki ya Allah pure mtu haapishwi, haki ya Allah pure mtu haapishwi. Kaswalati, kama ilivyokuwa swala, yani swala umemuuliza mtu umeswali, akasema yeye umeswali, kama ndio unaona kama aliswali hivi, wewe mwambie kwamba hapa kama kweli wewe umeswali. Hii haki ya Allah. Yeye kama anasema uongo ni jambo la yeye na Mola wake. Kwa haki ya Allah subhanahu wa ta'ala mtu haapishwi. Sasa wanawake hawa sio bana waswali hawa tufanyeni, jambo limebakia hapo, haki ya Allah mtu huwezi kumwapisha. Na mpaka wajibu ikhraj zakat al-habb musaffa, na inawajibika kutoa zaka ya nafaka haliyakuwa tayari imeshapepetwa, nafaka iko katika hali safi. Wa thamari yabisa, na inawajibika kutoa zaka matunda haliyakuwa yamekauka. Zaka matunda inatolewa haliyakuwa matunda yamekauka. Wa atlaqa ibn Tamim, وأطلق ابن تميم عن ابن بطة له أن يخرج رطبا وعنبا. وأطلق ابن تميم، نعم فعل إطلاق ابن تميم عن ابن بطة، كتوك ابن بطة له أن يخرج رطبا وعنبا، ينجوز يكتوى رطب وعنب. نفعل إطلاق ابن تميم، لكن مذهب nafaka haitolewi isipokuwa musaffa, na matunda haitolewi zaka isipokuwa baada ya kuwa yamekauka. Fa inahtija ila qat'ihi qabla kamalihi, na ikihitajiwa kukatwa mazao kabla ya kukamilika kwake. Ikiwa kuna mahitajio ya kukatwa yale mazao kabla ya kukamilika kwake, lidhaafi al-asl, kwa sababu ya udhaifu wa miti imekuwa ni dhaifu. Tukiangalia tukaona haya mazao hayawezi kufika mwisho, wanahwihi na mfano wake, ka khawfi atashi, kama vile kuogopa jua, au kana rutaban la yaji'u minhu tamrun, au mazao yamekuwa ni ratab na hayawezi kuwa tena rutab, haziwezi kuwa tena, yani kutokana na mazingira yanavyoonekana zile rutuba haziwezi kufikia hatua ya kuwa tena.
au inaban la yaji'u minhu zabibun, au ni inab lakini kiangalia mazingira hizo inabu haziwezi kufikia hatua ya kuwa zabibu. Qala akhraja minhu inaban wa rutaban, atatoa katika mazao inab na rutab, atatoa katika mazao inab na rutab in kana qadra nisabin yabisan ikhtarahu al-qadi wa sahibu al-furu'. In kana qadra nisab yabisan, ikiwa ni kiwango cha nisab, ikiwa mkadiria baada ya kukauka, ikhtarahu al-qadi, aya amechagua al-qadi Abu Ya'la wa sahibu al-furu' na sahibu al-furu', amechagua al-qadi Abu Ya'la kadhalika na sahibu al-furu'. wa fi kalami بعضهم إطلاق، في كلام بعضهم إطلاق، katika maneno ya baadhi yao wafanya itlaq, hata kama siogopea haya anaweza kutoa zaka katika rutab au inab, kama tunaona maneno ya Ibn Abi Musa kutoka kwa Ibn Battah. طيب ثم قال وقال القاضي، na msema القاضي وجماعه na kundi lingine ambao sio yeye, يخير الساعي بين قسمه مع رب المال قبل الجذاذ وبعده. Anakhiarishwa mkusanyaji wa zakat baina ya kugawa hayo mazao pamoja na mwenye mali, yani pamoja na mkulima, kabla aljadhadhi, kabla kuvuna, kabla ya kuvuna. Kwa hiyo wale wachukue nasubu yao na nasubu nyingine iwe ni zaka, wa ba'dahu, na baada yake, ay baada ya dhiha, baada jadad, baada ya kuvunwa, wa baina bai'ihi, na baina ya kuuza hayo mazao, minhu, kwa huyo mwenyewe, au min ghairihi, au kwa mwingine, wa yuqassimu thamana, na kugawa thamani yake. Anakhiarishwa baina hili na hili, imma gawa ya mazao, mwenye shamba achukue nasubu yake, ni achukue nasubu ya zakat, au alafu agawe thamani. Wal mansusu, yani Imam Ahmad, na mansus kutoka kwa Imam Ahmad, annahu la yukhrij illa yabisan, yeye hatoi zaka matunda isipokuwa aliyokuwa imekauka. Hatoi zaka matunda isipokuwa aliyokuwa yamekauka. اختاره أبو بكر وجزم به في الوجيز. اختاره أبو بكر، يعني يchagua أبو بكر وجزم به في الوجيز، ndilo ambalo amelifanyia jazmu katika kitabu al-Wajiz, ndilo ambalo amelifanyia jazmu katika kitabu al-Wajiz. ثم قال وأنه لا يجوز شراء شرع ولا يجوز شرع زكاة، يعني وأنه لا يجوز شراء زكاة. شرع يعني شراء، na hakika haijuzu kununua zakat, yani mkulima mtoaji wa zaka haijuzu kununua zakat, haijuzu kununua zakat yake. وقيده في الوجيز بغير ضرورة وهو مراد، وقيده في الوجيز نافنيا قيد الكتاب الوجيز بغير ضرورة، kufanya hivyo pasi na dharura, huwa murad, na ndio maksudi. Kama kukiwa na dharura, kuna shaka kujuzu mtu kununua katika zaka yake. Mfano, yale mazao yaliyobakia yameungua na yeye ashatoa zaka, na yule ambaye alimpa zaka inawezekana atoa na watu wengine anacho kingi chakula, na hawezi kupata chakula kutokana na mazingira, basi kutokana na dharura huo itajuzu kwenda kwa yule ambaye amempa zaka na kwenda kununua, lakini kwa hali kawaida haipo. ثم قال وينبغي أن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا الصلاح في الثمن فيخرسه عليه. نين تذكار وينبغي أبهم الحكم، والمذهب يسن
wayamba na inatakikana hukumu ni nini abahama hukumu na madhhab kwamba ni sunna kwa imam an yab'atha sa'iyan kumtuma mkusanyaji wa zaka idha bada swala yatakavyo dhihiri kuiva matunda fi thamar katika matunda fayahrisuhu na kwenda kuyakadiria al-khars ni kukadiria bwana mazao yalivyo yatatoka kiwango kadha fayahrisuhu alayhi na kuwafanyia khars liyatasarrafu fihi ili wenye mazao watasarrafu katika mazao yao. Yani maana yake kwamba mfano asaya amekuja na kuangalia ijapokuwa wenyewe wanasema kwamba al-kharsu haini isipokuwa kwenye tende na zabibu peke yake, lakini wao wengine wanasema kwamba al-kharsu inakuwa kwenye mazao yote. Kwa hiyo mfano amekuja katika shamba la mahindi akaangalia akasema haya mahindi wewe utapata gunia 20 jinsi yalivyo, hii tayari al-kharsu. Kwa hiyo kwenye gunia 20 kama hajatumia gharama maana yake anatoa gunia ngapi? 2. Kwa hiyo hapa natija ni nini? Natija inayopatikana kwa mwenye shamba atatasarrafu anavyotaka kwenye yale mahindi. Akitaka kukata kwenda kuchoma atafanya hivyo, kwenda kupika yale atafanya hivyo, akitaka baadaye kukata na kwenda kuuza atafanya hivyo. Lakini atafanya hivyo, lakini lazima hizo gunia 2 zifanyeje? Azibakize kwa sababu ni zakat. Hii ndo faida kubwa ya al-khars liyatasarrafu fihi ili wenye mazao watasarrafu katika mazao yao. Tutakuja kueleza kama kana Nabii sallallahu alaihi wasallam yafanya, kama vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa anafanya. Fa in kana anwa' na ikiwa yale mazao yako ya aina nyingi, yani mfano leo kwa mahindi yako ya aina nyingi, kwa haya mahindi ya muda mfupi na kuna mahindi ya muda mrefu, kharasa kulla naw'in wahda, atakadiria kila aina kivyake, kila aina atakadiria kivyake. لأنه أقرب إلى العدل وعدم الجور، لأنه أقرب إلى العدل سوف فنيه كديرية كلا عينة كبياك يوني قريب زيد كن ودليف وعدم الجور نكتب فنيه ظلمة، لأن الأنواع تختلف فسوف زي العينة زنقوز نتفوتيها. كنا زي الأنبازو inawezekana rutubu zikaonekana nyingi, lakini ikija tamu ikawa kidogo na inaweza ikawa kinyume chake. Fa in kana naw'an wahidan, na ikiwa aina ni moja, yani ikiwa aina ya mazao ni moja, falahu kharsu kulli shajaratin wahdaha, inajuzu yeye kukadiria kila mti kivyake. Yani mitende kusema bwana mtende huu ni kilo kadhaa, 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 yani kila mtende akadiria kivyake, inajuzu. Walahu kharsul jami'i duf'atan wahida, na inajuzu yeye kukadiria mitende yote mara moja. لأن النوع الواحد لا يختلف غالبا، أن النوع الواحد بسبب أين موجة لا يختلف غالبا، haitofautiani aina moja, haitofautiani mara nyingi. ولما فيه من المشقة بخرس كل شجرة على حدة، ولما فيه من المشقة na kwa ajili ya yale ambayo katika uzito بخرس كل شجرة على حدة، kukadiria kila mti kivyake. kisha wanasema wal kharsu khasun bin nakhl wal karim, wal khars khasun bin nakhl wal karim, na kufanya khars kukadiria hii ni khaswa
kwa mitende na mizabibu. Wanasema al-khars ni hasa kwa mitende na mizabibu peke yake kwa sababu ya dalili. Wakila hatta al-baqi yukhras, wakila hatta al-baqi yukhras, na wanasema kwamba hata mazao mengine yanajuzu kufanywa al-khars, wallahu a'lam. ثم قال ويجب أن يترك في الخرس لرب المال الثلث, na inawajibika aache katika kukadiria kwa ajili ya mwenye mali theluthi. Yani shamba amepigia mahesabu na amelikadiria yale mahesabu yake atakaye kadiria yale, basi aache theluthi asiingize katika hesabu, aache theluthi asiingize katika hesabu, kwa sababu kawaida kama kwenye tende tunakula rutab, na kama mazao mengine tuseme kwamba pia nayo yanafanywa khair kama ilivyokuwa mahindi, mtu anaenda kukata na kula kwa haki. Kwa hiyo amwachie theluthi au robo au amwachie robo bihasab ijtihadi, kulingana ijtihadi yake huyo as-sa'i. Fala yuktasab lahu zakat, ile theluthi au robo haitohesabiwa kwake zaka. Yani inakuwa kama anapewa atasarraf na afanye vile atakavyoona, haitoingizwa katika zaka. ويزكي الباقي إذا بلغ نصابا, يزكي الباقي إذا بلغ نصابا, na atatoa zaka kilichobakia kikiwa kimefikia nisab, fa in lam yaf'al, ikiwa hajafanya hivyo, fa in lam yaf'al, hapa kuna kuwa na ihtimali, ni fa in lam yaf'al, fa in lam yakhris au fa in lam yatruk lahu ath-thuluth au ar-rubu'. Kuna ihtimali hii, ikiwa hajaenda kufanywa khas au ikiwa ameenda lakini hajaachiwa hiyo theluthi wala rubu, fali rabbil mali al-aklu biqadri dhalik, basi inajuzu kwa mwenye mali kula kwa kiwango hicho, yani kula kwa kiwango cha theluthi au rubu. Wala yusabu alayhi, na hatohesabiwa. Nasu alayhi kwa nasu Imam Ahmad, لأنه حق له, kwa sababu ni haki yake, sababu hiyo ni haki yake. ثم قال ويؤخذ العشر من كل نوع على حدته, kama katika mazao kuna aina nyingi, basi itachukuliwa 1/10 katika kila aina kivyake. Yani mfano kuna mahindi ya muda mfupi, kuna mahindi ya muda mrefu, basi kwenye kila aina mahindi itakuwa inachukuliwa al-ushur kivyake. Limadha? لأن الفقراء بمنزلة الشركاء, kwa sababu wale mafukara wako katika daraja la washirika. Huyu amelima mwenyewe, lakini maadamu amefikia kiwango cha kutoa zakaa, wale maskini wale wanakuwa ni washirika wake katika kunufaika na kile alichokipata. Fayambaghi an yatasawau fi kulli naw'in, kisha kwa hivyo inatakikana walingane na wao sawasawa katika kila aina. Kwa aina hii al-ushur, aina hii al-ushur, aina hii al-wahab, kama aina ikiwa moja khalas. فإن شق ذلك أخذ من الوسط, ikiwa hilo lina uzito ukhidha min alwasat, basi tachukuliwa ile kati kwa kati kithamani, kwa sababu kwa ajili ya kuondoa ule uzito ambao unapatikana. Thumma qala wayajibu al-ushur ala al-mustajir duna al-malik fi qawli al-akthar, na inawajibika hiyo 1/10 ambayo ni zaka juu ya aliyekodi ardhi pasi na mmiliki. Yani mtu ana ardhi yake kwa ajili ya mazao fulani, mwingine akaja kuikodi akapanda hayo mazao, na ni katika mazao ambayo yanatolewa zaka, basi zaka inakuwa kwa yule aliyokodi na si kwa mmiliki wa ardhi. Thumma qala wajitana al-ushur wal kharaju fi kulli ardhin futihat anwatan, na inakusanyika al-ushur huwa zaka
wala kharaj na kharaj kusanyika zaka na kharaj fi kulli ardhin katika kila ardhi futihat anwatan iliyofunguliwa kwa nguvu anwa inkara na ghalaba wala ardhi iliyo kwa watu kama ni waislamu basi watakuwa wanatoa zaka na watakuwa wanatoa kharaj mukabila ardhi kwa ajili ya ile ardhi ambayo wao wanakuwa wanalipa. Thumma qala wa yajuzu li ahli dhimma shari'u al-ardi al-ashuriyya. Na inajuzu kwa watu wa dhimma shari'u bimaana shira' al-ard al-ashuriyya kununua ardhi ya zaka yani ambapo mazao yake inabidi mtu atoe zaka wala ushra alayhim pamoja na hayo hakuna zaka juu yao yani zakata la tajibu alayhim kwa sababu zaka haiwajibiki juu yao wa anhu na riwaya nyingine kutoka kwa Imam Ahmad alayhim ushrani ni juu yao ushuru wa namna mbili ushuru wa kuwa kwao si waislamu na ushuru mwingine mukabil al-ardh مقابل الأرض العشر على الرقبة والعشر على الأرض عشر inakuwa wao kwa vile ahlu dhimma na ushur kwa ajili ya ardhi kisha akasema yasqutu ahaduhuma bilislam inaanguka moja hizo ushur mbili kwa kuingia katika Uislamu mpaka hapo tutakuwa tumemaliza zakatul kharij min al-ardh wiki ijayo insha Allah taala tunaingia zakatul al-asal al-madin kadhalika الذهب والفضة نظروف التجارة بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا